Naam, asante sana kwa kusalia nasi. Ujenzi wa madarasa 40 yaliyoahidiwa na Rais William Ruto katika shule ya upili ya Maseno mnamo mwezi Mei mwaka huu umeanza. Akiongoza sherehe ya uzinduzi wa shughuli hiyo, mwenyekiti wa chama cha wanafunzi wa zamani wa shule hiyo Joe Ager pamoja na usimamizi wa shule hiyo walitaja hatua hiyo kwa muhimu zaidi katika malengo mapya ya kuboresha shule hiyo. Baada ya kuwepo kwa zaidi ya miaka 120, miundombinu ya shule ya Maseno imeanza kuchakaa na hivyo kuwepo hitaji kubwa la kukarabatiwa upya ili kudhihirisha viwango halisi vya shule ya kitaifa na kuwahudumia wanafunzi 2900 waliosajiliwa shuleni humo. Praise the Lord, praise the Lord. Mnamo mwezi Mei mwaka huu, Rais William Ruto aliahidi kuongoza ujenzi mpya wa shule hiyo. Ahadi hiyo ilitimizwa Ijumaa kufuatia uzinduzi na kukabidhiwa kwa shughuli ya ujenzi wa madarasa 40 na maabara 8 kama sehemu ya awamu ya kwanza ya ujenzi huo mpya. A lot of people take this for granted, but it takes leadership for him to embrace our vision and say, yes, this is the way to go, and we will provide the government will provide the resources. That was quite something. My work actually as the principal of the school is to appreciate those who have come in handy, led by His Excellency the President. This day begins and marks the renewal of Maseno School in such a way that for another 100 years Maseno School will be a modern school. So we appreciate Your Excellency. Kulingana na Joe Ager ambaye ni mwenyekiti wa chama cha wanafunzi wa zamani wa shule ya Maseno, madarasa na maabara ya kisasa yatakuwa tayari katika muda wa miezi 6 ijayo. His Excellency the President wanted it done in 3 months. But now talking to the contractor, he thinks that's a bit ambitious. But that means that we've got something to deliver here and deliver it as quickly as possible. Pia kunatarajiwa kujengwa vyumba 270 vya malazi kwa walimu, ukumbi wa matumizi mbalimbali wenye uwezo wa kuchukua watu 3000 pamoja na ukumbi wa michezo. As we are thinking of the students, we are similarly thinking of the teachers because the two go together. Mwalimu mkuu wa shule hiyo Peter Owino alifichua kwamba mipango ipo ya kuwapa ajira ya kudumu kupitia tume ya kuajiri walimu TSC, walimu walio chini ya bodi ya usimamizi wa shule hiyo ili kukabiliana na tatizo la uhaba wa walimu katika shule hiyo. Nikiripotia runinga ya Channel 1 kutoka kaunti ya Kisumu, mimi ni Wycliffe Okech.